Kwa majina naitwa Yona Mkalawa, ni mwenyekiti wa kamati ya shule ya msingi Ngomai. Tunawakaribisha sana wageni kwa sababu mimi hapa nipo kama mwenyeji, nimekuja pamoja na nyinyi, lakini nimekuja kuwapokea pia kama mwenyeji wa shule hii. Kwa hiyo niwakaribishe msafara wa mheshimiwa diwani pamoja na watu ambao mmekuja nao kuja kututembelea katika shule yetu ya msingi Ngomai. Tunawakaribisha sana. Sasa kwa kusema hayo, naamini mengi mmekuja nayo kwa ajili ya kuzungumza na walimu wetu, lakini pia kuzungumza na wanafunzi wa darasa la 7 ambao wanaelekea kwenye mtihani. Kwa hiyo nimkaribishe mtendaji wa kata kwa ajili ya kuendelea na utambulisho wa kata. Asante, karibu mtendaji. Asante. Kwa majina naitwa Nodi Sewando. Tumefika hapa kwa jukumu moja tu, kwamba la kutiana moyo kwa kazi ambayo mnaifanya, lakini tunaifanya katika kata yetu hii ya Ngomai. Mbele yetu tuna mtihani wa darasa la 7 na darasa la 4. Kwa maana hiyo tumekuja kutiana moyo kwamba muendelee kufanya kazi kwa moyo, tuko pamoja, tufanye vizuri kama mwaka jana au zaidi ya mwaka jana. Kwa hiyo nafasi ile tusiachie irudi nyuma. Tumefuatana kwa mwenyekiti hajajitambulisha, mwenyekiti wa kijiji na uongozi wa chama na mheshimiwa diwani, na wengine watamalizia, lakini nia yetu kwamba tulinde yale matokeo ya mwaka jana, tusirudi nyuma, ila tutoke pale tuende mbele. Kwa hiyo ndio nia kubwa, hatuna nia nyingine. Baada ya kusema hayo, karibu mwenyekiti. Elimu safi. Mimi nafikiri mheshimiwa diwani pamoja na msafara wa chama kiapatana na mtendaji wa kata, mimi kama mwenyekiti wa kijiji cha Ngomai niwadhibitishie kabisa, nimeshahudhuria kama vikao vile vitatu, kikao cha wazazi na taaluma wetu wa mwalimu hapa, mwalimu Juma kisha tuonyesha matokeo ya majaribio. Mimi nafikiri wanaendelea vizuri, na zile alama tulizozipata mwaka jana 100% nafikiri tena mwaka huu tunazifukuzia. Kwa hiyo mimi nafikiri hawa walimu wangu, wataalamu wangu wamejipanga vizuri sana, kwa sababu muda wote niko karibu nao sana, pamoja na mwenyekiti wangu wa shule tuko karibu nao sana. Hawa walimu najua watafanya vizuri kweli kweli, sababu hawa wakifanya vizuri na mimi nimefanya vizuri, watasema ndani ya utawala miaka 5 sosi tulikuwa naye na wanafunzi walifanya vizuri. Kwa hiyo ndio maana tuko karibu nao sana. Kwa hiyo karibuni sana, mimi naona kama niko nyumbani, nyinyi ndio wageni hapa. Poleni na kazi. Kwa majina naitwa Selemani Yusufu, niko hapa kwa niaba ya kaimu afisa elimu kata. Tumekuja kuwatembelea kama alivyosema mwenyekiti wa kamati ya shule. Lengo ni kukabidhi chakula kilichotolewa kwa watoto wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo tumshukuru kwa hamasa aliyoitoa mpaka tumepata hicho kidogo. Kwa hiyo hongereni sana walimu, hongereni kwa mapambano. Tumemwahidi mheshimiwa diwani 100% yetu iko pale pale. Kwa hiyo tutawakaribisha mwishoni muweze kuzungumza chochote. Kuna changamoto mazuri, huu ndo wakati wake kwa mheshimiwa diwani kuweza kuyasikia. Asanteni sana. Ndugu zangu walimu wa shule ya msingi Ngomai, lengo kubwa tumeambatana na msafara wa mheshimiwa diwani ni kutaka kujua, kutambua na kuelewa kwa darasa la mtihani ambalo tunalo mwaka huu, darasa letu la 7, ni jinsi gani ambavyo mmeweza kujipanga kama serikali na sisi tufahamu, lakini pia kuleta hamasa kwa pamoja na kuona ni nini ambacho nyinyi mmekiandaa. Lakini pamoja na hayo, tumekuja na mchango wa mahindi ambao ndugu yetu Yona Mkalawa aliendesha lile bonanza ambalo na sisi kama wananchi kama jamii tumechangia, na tumepata mgao wa gunia 7 katika shule ya msingi Ngomai. Lakini vile vile mheshimiwa diwani ametoa mifuko 4 ya sabuni kwa ajili ya wanafunzi wetu ambao wapo hapa, lakini pia kwenye bonanza tumeongeza na mfuko mmoja. Kwa hiyo hivi vyote tumeleta viweze kusaidia na kuleta hamasa na kunyanyua hali ya watoto wetu, lakini pia tunataka kupata kutoka kwenu maandalizi ambayo mko nayo kwa darasa hili la mitihani, na kama kuna kushauriana na mambo mengine. Lakini pia tumefuatana na mwenzangu ambaye ni msemaji wa Chama cha Mapinduzi kata hii ya Ngomai, naona tu nimtambulishe, yupo hapo, hatosema. Kubwa ni ushirikiano
lakini kujua tunakokwenda kwa kipindi hiki cha mtihani ambao tarehe 9 na 10 watoto wetu watakuwa kwenye mtihani, ni jinsi gani wameandaliwa na darasa liko vipi. Lengo kubwa ni kupata ufaulu. Baada ya kusema haya, nichukue nafasi hii nimkaribishe Mheshimiwa Diwani aweze kuongea kwa muda mfupi ili tuendelee na ratiba yetu. Jamani, mimi kwa majina yangu naitwa Mfalme Martin Mlimila, ndio diwani wa kata ya Ngomai. Hamasa yangu kubwa, natamani kata yetu iende kufaulu. Unajua kuna kitu ambacho kimeniuzi safari hii. Yaani wenzetu wameenda Korea Kusini. Sisi hatujatoka hapa. Hivi tujiulize kwa nini? Kwani sisi tukipanda siku nyingine sisi pipa mnaona hivi? Hamna mtu ambaye hatoe kupanda pipa. Kesi, upendi pipa? Sasa ili mfanikiwe ni kupiga kazi. Walimu, pigeni kazi. Pigeni. Natamani kuona mwaka huu Ngomai inapanda pipa. Na watu wameahidi mwaka huu watu wanaenda Canada, sio Korea tena. Sasa maana ni kuwa nyie ni walimu na wale ni walimu. Kwani walimu hao wafaulu zaidi, wao zaidi na maana wanauza matokeo au vipi? Kwa kazeni mbuti. Mimi nashukuru shule yetu ya Ngomai imekuwa ya kwanza kwa mara nyingine. Yaani naenda kwenye kata yetu. Lakini nataka sasa iwe ya kitaifa. Maana yake unapopanga mkuu wa mkoa aseme anapanga na watu walio sahihi. Mwalimu mtaaluma. Ndugu yangu msimamie, piga kazi. Taaluma, piga kazi. Yaani mtaaluma wewe unabeba meza ile mbele. Sasa sijajua kama kuna vikwazo, labda walimu nyie hampendani, niambieni leo kwani hampendani. Lakini naamini hiyo walimu napendana. Na shida ya walimu msipopendana ndio mnasababisha kudorora kwa shule yetu. Mratibu elimu, angalia sana shule hii. Inajibeba kweli kweli. Lakini natamani kuona safari hii wawe wa kwanza kuliko wengine. Kwa 100% jamani, maize. Hongereni sana. Kuna wakati nilipita hapa nikatoa hamasa, ndio maana nimepata 100%. Kutoa hamasa sio kana kwamba lazima utoe. Unajua mimi ni kiongozi. Ninapotoa hamasa sio mbona jamani tuahidi nikipata hii. Ilikuwa mimi hamasa. Yaani ili mfanye vizuri. Na ndio maana umepata vizuri. Na maana yake sasa kama umepiga A nyingi kule wilaya inajulikana kwa Ngomai kuna A fulani mwalimu fulani. Wao eti mwalimu mkamu, si ndio? Sasa kama upati zo hii, yaani nakaa tu, maana yake wewe unaonekana kuja ili mradi siku ziende. Nani ni washauri? Ukiona kuna shida, si viongozi wenu tupo, tuje tuwashauri shule iendelee. Haina haja tena nyinyi mnakaa hapa labda mnagombana kwa ajili ya jambo fulani. Kwa nilikuwa natamani kwa 100% safari mfaulu. Na ninataka niwaahidi, endapo tutapata ufaulu ule, sherehe ya Mei Mosi iko pale pale. Iko pale pale. Yeye bure. Lakini tusipopata siwezi. No, mkweli siwezi. Yaani pigeni kazi. Mimi sina maneno mengi kwa sababu kazi yangu ni moja, kuhamasisha. Lakini kwa bahati njema amesema mwanzangu. Kijana wetu Yona, mwenyekiti wetu Yona wa shule alitengeneza bonanza. Yeye ni mwanaharakati. Amefanya harakati zake zimetimia. Tumepata magunia 35. Gawanya kwa 5 tunapata 7. Na magunia 7 haijalishi. Hapa Ngomai tulichanga kiasi gani? Tumegawa shule zote kama ilivyo gunia 7. Lakini kwenye bonanza lile alipata mfuko ya sabuni 5. Amegawa kila shule hivi. Mimi nimekuja leo, nimekuja na sabuni mfuko mingi. Mfuko mingi kwa ajili ya watu wanafunzi wa kambi pamoja na nyinyi walimu. Anyway, kwa sababu hapa ni muda mfupi, tunatamani. Na nikombe mkuu, usisite kuona mtu anayeendesha maendeleo ya shule yetu nyuma kumpa warning. Kisha mpa warning, tutafute walimu wengine waje akavu na fadhila. Haiwezekani mtu mwingine anashika nyuma tu, anashika shati, hamna kwenda bana, hamna kwenda. Sisi ni mbele kwa sawa jamani. Kwa kusema na washukuru walimu, lakini pia ni kwa kuomba mwalimu kwa nafasi yako tuwaone wanafunzi, tuwape moyo pia. Baada ya mazungumzo hayo, Mheshimiwa Diwani alipata nafasi ya kuongea na wanafunzi wa darasa la 7 wanaotarajia kufanya mitihani yao ya taifa tarehe 9 na tarehe 10 mwezi wa 9. Pia Mheshimiwa Diwani alipata nafasi ya kutoa zawadi kwa wanafunzi wanaofanya vizuri darasani na kuahidi kuwa endapo watapata matokeo mazuri katika mtihani wao wa taifa, atatoa zawadi nzuri kwa wale wote waliofanya vizuri. Na zoezi la kukabidhi chakula kwa ajili ya wanafunzi wanaoishi katika mazingira magumu liliendelea. Nikiripoti kutoka shule ya msingi Ngomai, mimi Constantino Mkalawa, Castoni TV.